Rais wa TLS Boniface Mwabukusi ameibuka hii leo na kuhoji kuhusiana na maridhiano ambayo yanazungumzwa, ambapo pia siku ya kufunga mwaka 2025 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa Daktari Samia Suluhu Hassan aliweka wazi mkakati wa serikali yake ya kuunda tume ya kitaifa dhidi ya maridhiano katika taifa la Tanzania. Hatua hiyo ni kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na umoja wa kitaifa, kudumisha amani pamoja na mshikamano ndani ya taifa la Tanzania kufuatia matukio kadhaa yaliyoibuka katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 pamoja na matukio kadhaa dhidi ya siasa za Tanzania. Boniface Mwabukusi ambaye mara zote katika kurasa zake za mitandao ya kijamii amekuwa akiibua hoja nzito, huku akiweka wazi msimamo wake hataweza kushiriki katika maridhiano hayo kufuatia madai kadhaa, ikiwemo kutaka kujua waliohusika katika mauaji ya Oktoba 29 pamoja na hatua za uwajibikaji wa viongozi katika matukio hayo. Sambamba na hayo pia, Boniface Mwabukusi amekuwa akihoji kuhusiana na madai ya kutekwa kwa baadhi ya watu nchini Tanzania, akiwemo mwanaharakati maarufu Mdude Nyagali ambaye mara kadhaa amekuwa akikosoa serikali ya Chama cha Mapinduzi. Mbali na Mdude Nyagali, wapo baadhi ya watu wanaodaiwa kutekwa, akiwemo aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Balozi Humphrey Polepole ambaye alidaiwa kutekwa miezi kadhaa iliyopita. Kwa mujibu wa kile alichokiandika Boniface Mwabukusi kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X, amesema kwamba tunajipanga vibaya na kuisha kuharibu kila kitu. Kwanza hatujakubali kanuni ya ukweli, haki na uwajibikaji kama msingi na dira ya kuliongoza taifa letu katika jitihada ya jumuishi za kutafuta ufumbuzi wa kilichotokea kabla, wakati na baada ya Oktoba 29, 2025. Pili, kupitia jeshi la polisi linaendelea kukamata watu wa ndani na nje ya nchi kwa namna ya ubaguzi na isiyokuwa na uweledi kisheria kwa mambo yale yale wanayolalamika kama chanzo cha mauaji ya laiki ya vijana na Watanganyika wasio na hatia, ambayo tunataka yawe sehemu ya tunachokiita maridhiano. Hili ni kosa kubwa. Tunaendelea kuwatuhumu Watanganyika wenzetu waliokimbia nchi kujinusuru roho zao badala ya kuelewa hoja zao. Tunatafuta jina baya ili tuwadhuru, kuwakamata, kuwabandika makesi na kuwaita wachochezi, sijui vibaraka au wanaolipwa na mataifa ya nje, wakati ukiuhalisia tunajua kabisa sio kweli, na hao wenzetu wana haki ya kutoa maoni yao, iwe kwa lugha nzuri au mbaya. Maoni ni maoni. 4, wanaopiga chapuo maridhiano huku wakikwepa msingi wa kufikia maridhiano, wengi wanakuwa wale waliohusika kuwabeza wananchi walipotaka marekebisho ya kanuni, kisheria na kiuwajibikaji na kuweka mkazo kwenye amani, huku wakibagaza haki katika demokrasia ya uchaguzi. Ndio maana tunazungumza maridhiano huko tume ya uchaguzi ambayo ndio watuhumiwa wakuu wa vurugu za uchaguzi wa Oktoba 29 bila hofu na kwa ujasiri, bila kuwajibika, wakiendelea kutimua mbio na chaguzi zao ndogo zisizokuwa na vichwa wala miguu. Tunazungumzia maridhiano huku serikali kupitia jeshi la polisi ikionekana kuwashambulia kwa mkakati maalum wa ukosoaji, ikitweza haki za kiraia na kuwachukua Watanganyika waishio nchi za nje badala ya kuelewa konseni yao na msingi wa hoja zao. Serikali inajaribu kuwakamata na kubambika kesi. Katika mazingira haya, kuitana mezani kwenye suluhu ukiwa na panga mkononi ni kuanza mazungumzo namna ya kushindwa. 6, tunazungumza maridhiano huku waziri mkuu akizunguka nchi nzima na kutoa kauli za shutuma, akibeza, akitifuatifua na kudogosha msingi wa vurugu na mauaji ya raia yaliyofanyika Oktoba 29, akionekana kuumiza na kusononeka na uharibifu wa magari, pikipiki, mkokoteni na vituo vya mafuta, lakini akishindwa kabisa kuumizwa na vifo vya wajawazito, watoto, waandamanaji na hata ambao hawakuandamana, ambao wengi waliuawa majumbani mwao na wengi hadi sasa maiti za ndugu zao hazijulikani zilipo. Mamia wametekwa na kupotezwa, lakini hatujasikia kauli. Na hapa maridhiano yatakuwa kati ya serikali na barabara, magari, vituo vya mafuta na majumba yaliyochomwa. Tunazungumzia maridhiano ambayo ni matokeo badala ya kuzungumzia njia ya kutufikisha kwenye matokeo kwa pamoja ambao ni ukweli, haki na uwajibikaji. 8, tunazungumzia maridhiano bila kuzungumzia wanaoridhiana ni nani na wanaridhiana nini kwa utaratibu upi. Je, umewahi kujiuliza ni kuridhiana ya nani, ni karidhiano ya nani na nani? Ukweli ni upi? Vipi kuhusu haki za wahanga waliopotezwa? Wako wapi? Nani alifanya?
nini na ni kwa nini. Huwezi kufikiri maridhiano wakati hujapata majawabu ya maswali haya. Hili jambo sio monogamy, ni jambo lenye sura nyingi na haliwezi kubagazwa. Maridhiano kama kwamba ni mgogoro wa watu wawili au vyama vile vya siasa, huu ni mgogoro dhidi ya raia. 9. Kuzungumzia maridhiano na kukwepa kuzungumzia msingi wa kufanikisha mwafaka wa kitaifa ni kutamani kwenda mbinguni, lakini wakati huo unaogopa kufa. 10. Kuzungumzia maridhiano huku tukishambulia taasisi zilizosimama kidete na raia wakati wa majonzi na hata baada ya majonzi, kutaka kuepusha sintofahamu hii. Mfano teki ambao hata baadhi ya viongozi wake walishambuliwa kutaka kuuawa wakati wako kwenye jihada za kutaka kulinusuru taifa. Na yale lililotokea Oktoba 29 itakuwa sawa na Muislamu anayepinga utume wa Muhammad au Mkristo anayepinga wokovu kupitia Yesu Kristo. Aliandika hivyo kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X kuhusiana na maridhiano ambayo yamekuwa kipangwa kufanyika siku za hivi karibuni na serikali iliyopo madarakani. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.